Maeneo ya kufuatilia ili sauti unazozisikia zisiharibu imani yako na maisha yako kwa ujumla. Nimesha kuonyesha maeneo kama matatu, lakini tulikuwa kwenye eneo la tatu ambalo ni eneo nyeti. Eneo nyeti kwa maana ya vyanzo mbalimbali vya sauti. Jifunze kufuatilia. Usikubali tu sauti yoyote inayokuja kwenye maisha yako. Nikakwambia chanzo cha kwanza cha sauti ni Mungu. Mungu anaongea. Nikasema chanzo cha pili ni shetani. Shetani huwa anaongea. Nikasema chanzo cha tatu nilichokuwa nakiongea ibadani, nikasema ni mazingira. Sauti ya mazingira au hali unazozipitia huwa zinakuwa na sauti pia. Na nikakuonyesha kwenye maandiko, tukaona mfano wa Petro. Amen, amen. Tuliona mfano wa Petro, lakini tuliona mfano wa Yesu alipokuwa anazungumza juu ya shughuli mbalimbali za ulimwengu. Sasa mambo mawili ya mwisho yaandike tu haraka haraka na maliza. Sauti nyingine ambayo ni hatari sana usipoichunguza vizuri inaitwa sauti ya moyo. Sema sauti ya moyo. Sauti ya moyo wako. Moyo huwa mwanadamu tangu dhambi ilipoingia duniani, moyo wa mwanadamu uliharibika. Ili uwe salama unahitaji kulindwa tena kwa neno la Mungu na kwa Roho Mtakatifu. Bila hivyo moyo ulio nao wewe unaweza kukudanganya. Mioyo yetu hii tulio nayo huwa inatudanganya. Ina uwezo wa kutudanganya. Biblia inasema moyo wako una ugonjwa wa kufisha. Una uwezo wa kukudanganya. Huwa una produce sauti zinazotembea kwa njia ya mawazo, thought, ndani ya moyo. Kwa sababu moyo ni custodian, moyo ni kama store. Huwa inapokea vitu. Ukisikia mtu ana uchungu, maana yake kuna vitu amepokea ndani ya moyo wake. Ukisikia mtu ni mkatili, maana yake kuna vitu aliwahi kupokea. Yesu siku moja wakati anawafundisha wanafunzi wake kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 15, fungua lakalaka Mathayo sura ya 15, ule mstari wa 18 mpaka wa 19. Walikuwa wameletwa kesi Mafarisayo, wakawaambia wanafunzi wako wanakula hawayaheshimu mapokeo, alafu wanakula bila kunawa. Kwa hiyo wakaja na fundisho kwamba watapata unajisi kwa sababu wanakula bila kunawa. Sasa maandiko yanasema Yesu akawa anafundisha Mathayo 15 mstari wa 18 mpaka ule wa 19. Anasema bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyoni, sema moyoni. Anasema moyoni hutoka mawazo mabaya. Hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Moyoni hutoka mawazo mabaya. Mawazo mabaya ni sauti ambayo inakuwa inatembea ndani ya moyo wa mtu, iliyozalishwa moyoni. Moyoni hutoka mawazo mabaya. Na ndio maana moyo wa muumini yoyote ambao haujatailiwa umebeba vitu vibaya ndani yake. Moyo wa mwanadamu ni kama filigisi ya kuku. Unaifahamu filigisi ya kuku? Kwa nje unaiona safi, lakini kwa ndani na michanga, ina vitu vyote vibaya. Ndivyo ulivyo moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo watu wa Mungu nisikilize, lazima ujifunze kufuatilia mawazo yanayotembea ndani yako. Hii ni sauti kutoka kwa nani? Kwa sababu mwingine anasumbuliwa na mawazo ya uzinzi, anaanza kukemea shetani. Kumbe shida sio shetani, shida ni ubovu wa moyo wake. Moyo wako usipotailiwa unaweza kutunza vitu vibaya. Ndio maana Yeremia 4:4 anasema mtaili govi za mioyo yenu. Moyo una govi. Yeremia 4:4. Moyo usipotunza vitu visafi utaanza kutoa sauti mbaya ndani yako. Moyo wa mwanadamu.
Matokeo ya ulivyo sasa ni matokeo ya ulivyo moyoni mwako. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Angalia kitabu cha Nyakati wa pili. Andika Nyakati wa pili sura ya 26 mstari wa 3 mpaka wa 21. Andika. Uzia alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka 52, na jina la mama yake aliitwa Yekolia wa Yerusalemu. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyafanya Amazia babaye. Amen. Akajitia, mstari huo wa 5 ni mstari wa 3 kusoma. Akajitia nia, sema akajitia nia. Akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria, aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu, na muda alipomtafuta Bwana, Mungu alimfanikisha. Sema Mungu alimfanikisha. Aya, tunakuja mstari wa 16. Mstari wa 16 unasema, lakini alipokuwa na nguvu moyo wake, sema moyo wake. Baada ya kuwa Mungu amemfanikisha, amekuwa na nguvu, moyo wake ulitukuka, hata akafanya maovu, akamwasi Bwana Mungu wake, kwani aliingia hekaluni mwa Bwana ili afukize uvumba juu ya madhabahu ya kufukizia. Haleluya. Sasa angalia mstari wa 21. Uzia mfalme akawa na ukoma hata siku ya kufa kwake. Akakaa katika nyumba ya pekee, kwa kuwa ni mwenye ukoma, maana alitengwa na nyumba ya Bwana. Na Yothamu mwanaye alikuwa juu ya nyumba ya mfalme, akiwahukumu watu wa nchi. Sasa sikiliza, huyu Uzia wewe unamsomaga kwenye Isaya. Angalia alivyokuwa. Alikuwa mfalme mzuri sana Uzia baba yake anaitwa Amazia. Amen watu wa Mungu. Amazia ni mtoto wa Yosia, sio Yoash. Ni mtoto wa Yosia. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Amazia ni mtoto wa Yoash. Nimekosea, sio Yosia, Yoash. Amen. Na Yoash ni mtoto aliyeanza kumiliki akiwa na miaka 7. Unajua, sina muda wa kukueleza, kesi ilikuwa nzito hapa. Bibi yake Yoash anaitwa Atharia. Atharia anatoka kwenye ukoo wa kina Yezebel, anatoka kwenye uzao wa mfalme Ahabu. Sasa Atharia alikuwa na mtoto wake anaitwa Ahazia. Amen, amen. Ahazia alikuwa mtoto wa Yotham. Sasa ukifuatilia utakuja kugundua yule Yoram alikuwa mtoto wa Yehoshafat. Yehoshafat alikuwa mfalme wa Yuda mzuri aliyemcha Mungu. Lakini ukisoma kule mwishoni utaona Yehoshafat alikuja kupatana na mfalme wa Israeli. Alipopatana naye tu lilikuwa kosa. Na anafundisha kitu pale, usipatane na watu ambao Mungu hataki upatane nao. Ninaposema kupatana, maana yake unaungana na watu, unaweka urafiki wa karibu na watu ambao Mungu anakuonya. Yehoshafati alipopatana na mfalme wa Israeli, kazi yake yote ikavunjika, na unabii ukaja kwamba kwa kuwa umepatana na mfalme wa Israeli, umeanza kushirikiana naye mambo ya siri. Unajua, mtu akiwa rafiki yako unamshirikisha mpaka udhaifu wako. Kuna watu Mungu hatataka uwashirikishe udhaifu wako kabisa. Hatahitaji ufanye hivyo, hata kama ni watu wazuri kwa nje, lakini Mungu atakuzuia. Ukipatana nao tu mambo yako yataharibika. Hujai kuona kuna watu ulipowashirikisha udhaifu wako uligeuka kuwa fimbo ya kukupigia? Hujai kuona? Ulipofungua kinywa chako kumshirikisha,
imegeuka kuwa fimbo ya kukupigia, kwa sababu Mungu hatataka upatane, kwa sababu ukipatana na watu utafungua ya moyoni kuambia. Hasemi usifanye kazi na watu, fanya kazi na watu wengi, lakini usipatane nao. Weka mipaka. Wewe unakuwa na marafiki eti 20, yani ni rafiki zangu pete na kidole 20. Sio kweli. Sema nina watu ninaohusiana nao wasiopungua 200, lakini rafiki zangu ni 2. Mnanielewa watu wa Mungu? Lakini hakikisha Mungu ndiye aliyeruhusu. Sasa Yehoshafati alipopatana na mfalme wa Israeli, akazaa watoto 5. Mtoto wa kwanza, mzaliwa wa kwanza ndio huyo alikuwa anaitwa Yoram. Bwana asifiwe. Sasa huyo mzaliwa wa kwanza ukimsoma, baba yake alipokuwa anafariki Yehoshafati akaamua kumpa ufalme, lakini hao watoto wengine 4 akawapa mali, akawapa uchumi mzuri. Alipowapa mali akawacha waende zao. Baba yake alipokufa, huyu mfalme wa Yuda akaamua kuwaua. Mtoto wa Yehoshafati akaua ndugu zake wote, akawachinja. Alafu alipowaua akaweka mapatano na nyumba ya Ahabu. Mfalme Ahabu wa Israeli, unamkumbuka? Yule ambaye alimuoa Yezebel. Aliyeweka mapatano na nyumba ya Ahabu akawa anapokea ushauri kwenye ile nyumba ili aendeshe nchi ya Yuda. Kwa hiyo nchi ikawa inaendeshwa, nchi ya Yuda ikawa inaendeshwa kwa ushauri wa nyumba ya Ahabu. Alafu alipokuwa na urafiki wa nyumba ya Ahabu, akampenda mwanamke anaitwa Athalia, yule binti wa Ahabu, akamuoa. Alipomuoa kaoa mtoto wa Jezebeli. Ndio balali kaanza. Wewe bwana harusi mtarajiwa, usioweoe tu. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa angalia, alipomuoa tu Athalia akazaa watoto. Walikuwepo watoto wa kiume. Sasa kuna Waarabu walikuwa hawaipendi Yuda, wakafanya vita, wakaenda kuua watoto wote wa mfalme, wakawachinja. Akapona mmoja tu anaitwa Ahazia. Kwa hiyo huyu mama akabaki na katoto kamoja kanaitwa Ahazia. Ahazia baada ya baba yake kufa, unajua alikufaje baba yake? Kwa sababu ameamua kuambatana na nyumba ya Ahabu, akafanya yaliyo mabaya kwenye nchi ya Yuda kama yaliyofanywa na Yezebel. Akaabudu miungu, akawakosesha watu wa Mungu. Ndio maana ukiwa kiongozi, ukiwa mwenyekiti wa kwaya, ukiwa mwenyekiti wa fellowship, ukiwa katibu wa kwaya, ukiwa katibu wa fellowship, ukawa kiongozi wa idara, ukawa katibu wa kanisa, eneo moja wapo liogope kuwakosesha watu. Unajua madhara yake ni nini? Alipowakosesha watu wa Mungu, maandiko yanasema unabii ukaja. Kwa kuwa umewakosesha watu wa Mungu, umewafanya waenende kama nyumba ya Ahabu, kwa sababu hiyo utapigwa kwa ugonjwa usioponyeka na watoto wako watauawa. Ila kwa kuwa Mungu ni Mungu wa Daudi, anataka kuilinda nyumba ya Daudi, atamlinda mtoto mmoja tu. Unajua kilichotokea? Aliumwa matumbo yasiyoponyeka, ndiyo yaliyomuua huyu mfalme, mtoto wa Yehoshafati, kwa kosa la kumuoa Athalia. Na alipoletewa unabii hakutubu, akaendelea na mambo mabaya. Sasa angalia, huyu Ahazia ambaye ni mtoto wa Athalia, amen, amen. Ahazia ambaye ni mtoto wa Athalia akazaa watoto. Katika wale watoto aliowazaa sasa, walikuwepo watoto wengi na Yoashi akiwepo. Biblia inasema hivi, Waarabu hao walikuja wakaua. Amen, amen. Huyu mwanamke Ahazia alizaa watoto, sawa? Na katika watoto aliowazaa, mtoto mdogo wa mwisho alikuwa anaitwa Yoashi. Tena kalikuwa kachanga, kale katoto kachanga kama wale watoto ambao niliona mama zao wamewabeba wameleta hapa, Yoashi. Sasa huyu Athalia mume wake, huyu mtoto wake wa kiume, naye akauawa vitani. Mama wa mtoto akaanza kuua wajukuu, kwa sababu mtoto wake Ahazia amekufa.
na alikuwa anampenda sana mtoto wake. Kumbuka alifiwa watoto wale wengine 5, na huyu mmoja akafa wa mwisho ambaye ni mfalme. Kaanza kuua watoto wajukuu zake, kaua watoto wote uzao wa kifalme, watoto wote wa kiume kawachinja, ila aka kachanga kalifichwa na shangazi yake, kapelekwa kanisani, kakafichwa na kuhani anaitwa Yehodaya. Yehodaya alipokaficha, kwa sababu alikuwa ndio mume wake, akakaficha ndani, ndio kanaitwa Yoashi. Kalianza kutawala kakiwa na miaka 7. Yoashi sasa ndiye aliyeinua kitu cha kumcha Mungu, akamzaa mtu anaitwa Amazia. Amazia ndio baba yake na Uzia. Sasa Yoashi ni babu wa Uzia, huyu Uzia ambaye Isaya amemsema. Jina la Yesu libarikiwe. Hasa Uzia yeye akaamua kumtafuta Mungu na Mungu akamfanikisha. Alikuwa ni mfalme mzuri na ndiye aliyetawala pia muda mrefu. Wafalme wengi walikuwa wanaishia miaka 18, akienda sana miaka 40. Hata Sauli aliishia miaka 40, lakini Uzia alienda miaka 52. Anasema huyu Uzia akiwa anatawala sasa, akaamua kumtafuta Mungu, akatia nia kumtafuta Mungu. Mungu akamfanikisha. Mungu alipomfanikisha, maandiko yanasema hivi, moyo wake, sema moyo wake, moyo wake ulitukuka. Ule moyo ulipoinuka, ukaanza kumwambia hakuna haja ya kutii mipaka. Si amefanikiwa? Yeye alifanikiwa kiuchumi, alikuwa ni mfalme anayependa kilimo, alifanya kilimo cha umwagiliaji, lakini akafanikiwa kuwa na jeshi kubwa. Akasoma hayo maandishi yako pale kwenye Biblia. Umwagiliaji haujaanza leo. Jina la Yesu libarikiwe. Akafanya kilimo cha umwagiliaji, lakini baadaye akawa na jeshi kubwa, akatengeneza zana za kivita zilizo hodari. Jina lake likatukuka duniani, watu mataifa yote wakamfahamu, wakawa wanamwimba mfalme Uzia, mfalme Uzia, mfalme Uzia. Alikuwa na jina kubwa sana. Sasa baada ya Mungu kumfanikisha, moyo ukatukuka, moyo ukajiinua, moyo ukaanza kuzalisha mawazo yenye kiburi. Siku moja amekaa, sauti ikamsukuma tu, nenda hekaluni. Kazi ya makuhani Uzia yeye akaanza kufanya pale, ameshika chetezo. Biblia inasema kwenye maandiko hayo, alitokea kuhani mmoja Azalia. Alipotokea akamwambia mfalme, unachofanya sio sawa. Akaenda kuwaita makuhani 80, wakaja kumuonya mfalme, usifanye hiki, kwa kuwa moyo umeinuka. Mtu yoyote anayeonywa moyo ukiwa umeinuka huwa hakubali maonyo, badala yake anakasirika. Uzia akakasirika, akaanza kuwakemea makuhani wa madhabahuni. Alipowakasirikia tu, alipowanyoshea mkono, Biblia inasema Mungu akampiga kwa ukoma. Tena hakumpiga mkono, alimpiga usoni. Kilichomuua Uzia ni ukoma. Kilichosababisha ukoma mjie madhabahuni, sauti ya moyo. Alisikia sauti ya moyo wake uliotukuka, akamkosea Mungu na akafa kwa ukoma. Unaweza ukaanza vizuri na Mungu, lakini ukafa kwa ukoma. Mwalimu, unataka kutuambia nini? Jifunze kuchunguza sauti inayokujia. Ombea moyo wako usiingiliwe na sauti yoyote. Jina la Yesu libarikiwe. Jambo la mwisho kabisa, andika tu sauti ya watu. Sema sauti za watu. Matendo ya Mitume 4:13 hadi 22. Ukizishinda sauti za watu umefanikiwa. Narudia tena, ukizishinda, kwa sababu sauti za watu nyingine zitakuja kukukengeusha, nyingine zitakuja kukutisha. Sauti za watu, jifunze kuzishinda sauti za watu. Sauti za watu zilimharibia Sauli asiwe mfalme. Sauti za watu, Adamu alijikuta yuko kwenye laana kwa sababu ya kusikiliza sauti ya nani? Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Sauti za watu, usisikilize sana sauti za watu. Jifunze kupima kila kitu ambacho mtu anaongea. Akikwambia ndugu, nimekuja kukushauri, pima huo ushauri. Usimwamini kwa kuwa aliwahi kukushauri ukafanikiwa. Inawezekana alikushauri vizuri kipindi kile, leo anaweza akatumika kukushauri vibaya. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna mtu anaweza akakupenda kwa sababu leo mko level moja,
Lakini saa atakapokushauri umeanza kuwa level ya kumzidi, alafu anagundua ushauri aliyokupa ndio umeacha, usije ukafikiri atakupenda vile vile. Ni wachache wanaoweza kubakia na huo upendo, lakini wengi anaanza kuchukia. Mimi ndio niliyemfundisha ile, anaanza kutangaza kila mahali, bila mimi asingefika hapo. Mimi ndio niliyemfundisha ile biashara ile, nimfundisha. Kumbe unagundua moyoni kinamuuma. Usiamini maneno ya watu kwa wepesi, utapotea. Jina la Yesu libarikiwe. Kama umenielewa sema amina. Lakini jambo la pili, lipe neno la Mungu nafasi moyoni mwako. Neno la Mungu lina uwezo wa kupangua mawazo yasiyo ya Mungu na kuishepu akili yako iwe inapokea mawazo ya Mungu. Jambo la tatu, hakikisha unajaa Roho Mtakatifu na kuwa na mahusiano naye. Kwa sababu Roho Mtakatifu anazo gifti, anazo karama. Karama mojawapo inaitwa karama ya kupambanua roho. Amen. Alafu kuna karama ya kupambanua lugha. Alafu kuna karama ya kufasiri lugha. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kujua hii ni lugha ya ulaghai hata kama mtu hajasema. Akiongea tu unasema huyu ananilaghai, kwa sababu una uwezo. Karama ni uwezo ndani unaowekwa na Roho Mtakatifu. Unakuwa na karama ya kupambanua roho. Kikisemwa kitu unasema hii ni roho ya kipepo. Kikisemwa kitu moyoni tu unasikia sauti na kuambia hii ni roho ya kipepo. Ule ni uwezo. Usiende kuambia navunja urafiki, anza kumuomba Mungu awaondoe watu wasio sahihi kwenye. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu aliye hai. Neema hii na kile ambacho Mungu amekileta kwenye semina hii kiwe cha kwako na kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu ayaongoze maisha yako, usitumbukie shimoni, usiharibikiwe, wewe na uzao wako umuone Mungu katika nchi ya walio hai, umfurahie Mungu ungali unapumua. Bwana akutoe kwenye mashimo yoyote uliowahi kutumbukizwa na watu uliowaamini. Bwana akufanyie wepesi, Bwana akutengenezee njia, Bwana akuinue mahali walipokuinamisha, mahali walipokufunga, mahali walipokunyanyasa. Acha Bwana akakuinue, acha Bwana akakubadilishe, acha Bwana akakufanyie njia, acha Bwana akakutengenezee mpenyo, acha Bwana akuletee hali mpya kwenye maisha yako, acha Bwana akuletee watu sahihi. Hata yale uliyoyaona yaendi, kuanzia jioni ya leo ninatamka kwenye hii madhabahu, Bwana akayafanye kwenda, Bwana akayafanye kwenda, Bwana akayafanye kustawi. Yale yaliyokuwa yameuawa, acha nguvu ya ufufuo iachilie. Bwana akayafufue, Bwana akayarejeshe. Kama unaelewa sema amen. Wanaotamani kuona unaangamia, acha wauone mkono wa Bwana kwenye maisha yako. Ninakutamkia kwenye hii madhabahu ya Mungu aliye hai na kwenye semina hili, na jambo hili litakuwa la kumpa Bwana utukufu. Ninasema na familia, ninasema na wanawake, ninasema na wanaume, kila mtu aliyezalaulika, kila mtu aliyevishwa vazi la aibu, ninatamka jioni ya leo hilo vazi lisiwe kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu apite kwenye ulimwengu wa roho. Ninasema hilo vazi lisiwe kwenye maisha yako. Kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Yule binti aliyezaa nyumbani wakasema hatakaa aolewe, ninatamka maajabu kuanzia mwezi wa 6 kwenye maisha yako. Nasema ninatamka maajabu. Wewe mama, yule mtoto wako waliyesema amezaa nyumbani hatakaa aolewe, hili ni neno la mtu hapa.
hili ni neno la familia fulani. Ninatamka maajabu kuanzia mwezi wa 6. Mbingu ziingilie kati. Acha huyo binti aliyezalaulika na kutema mate na kuambiwa hata kaolewe. Ninatamka kwenye hii madhabahu maajabu ya Bwana kwenye maisha yake. Bwana mfungulie mlango, Bwana mfungulie mlango, Bwana mfungulie mlango. Kama unaelewa sema amen. Ninakutamkia maajabu. Bwana aliniambia utakuwa ukisimama mbele za watu, nimekufanya kuwa agano la watu kwangu. Utawafanya waliokaa gizani waione nuru. Utawafanya waliokaa kwenye nyumba ya utumwa watoke utumwani. Utawafanya wasioona waanze kuona. Utawafanya waliopoteza matumaini wainuke tena. Bwana aliniambia, na kwa neno lake ninakutamkia maajabu. Kama wamesema huo ugonjwa utakuua, iwe ni taarifa za kitabibu, iwe ni taarifa za kisayansi, iwe ni taarifa za wanadamu, iwe ni taarifa zozote zile, ninakutamkia maajabu kwenye hii madhabahu ya Mungu aliye hai. Ile neema iliyosababisha waliotakiwa kufa watolewe kwenye mauti na kuona uzima, hiyo neema iwe juu yako. Mwezi wa 6 wewe ni habari njema, ni mwezi wa habari njema, ni mwezi wa habari njema. Nasema unapoingia mwezi wa 6, kumbuka neno hili, maajabu yakaambatane na wewe. Utamaliza mwezi wa 5 kwa ushindi na utaanza mwezi wa 6 kwa habari njema, 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 habari njema kwenye afya, habari njema kwenye maisha yako, habari njema kwenye uchumi. Kama unaelewa sema amen, sema amen, sema amen, sema amen, sema amen, sema amen. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, nyanyua mikono yako, sema Bwana Yesu, ninapokea kwenye maisha yangu, sitazuiliwa. Kila joka, kila joka, majoka, nyoka zote zilizomeza chochote cha kwangu, kuanzia jioni ya leo yanatapika, yanatapika. Mawakala wa shetani mlioiba uwezo wangu, mnaotumia uwezo wangu kuwafanikisha wengine, hiyo nyota ya mafanikio, nyota ya ustawi, nyota ya ndoa, nyota ya biashara, uwezo wa kibiashara, uwezo wa kiuchumi, uwezo wa kiroho uliotekwa, unaotumika vibaya, kuanzia tarehe ya leo, kuanzia tarehe ya leo, taniko mlilolifanya, iwe kuzimu, iwe duniani, iwe kwenye vilinge vya kichawi, jioni ya leo, kila maazimio na kila silaha na kila mkakati na kila kalenda mlioiweka kwenye maisha yangu na familia yangu, jioni ya leo, vyote vinaharibiwa, vinaharibiwa, vinaharibiwa. Chochote mlichokiweka kuniharibu mimi kinarudi kwenu mara 7, mara 7. Hao mawakala mliowatuma wanifuatilie popote ninapokuwa, jioni ya leo wanapasuliwa, 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 wanapasuliwa kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto,
hao mawakala, hilo giza mliloliachilia kwenye maisha yangu, huo uteresi mliowachilia kwenye maisha yangu, leo hii unaondolewa, 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 unaondolewa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo mipango inaharibiwa. Roho za machoka zinaachia lango la ndoto, lango la ndoto. Roho za machoka ninawapasua. Achia uchumi wangu, achia maisha yangu, achia afya yangu, achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana dakika moja. Nenda sasa, nenda sasa. Tamka, tamka yale niliyokutabilia. Yanakuwa harisi, yanakuwa harisi, yanakuwa harisi, yanakuwa harisi, yanakuwa harisi, yanakuwa harisi, yanakuwa harisi. Ndio tunamaliza. Yanakuwa harisi. Pokea hiyo neema. Kila kiovu kinapasuliwa. Nimekutangazia leo, ninapindua hayo maroho ya machoka. Utawala wa giza unaondolewa kwenye maisha yako. Yes, yes. Huo utawala uliokuwa unanyamazisha maombi ndani yako, unanyamazisha hali yako ya kiroho, unaachiliwa, unaachia, unaachia, unaachia. Yes, 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 yes. Ninayapasua hayo machoka. Pasuka, 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 pasuka. Yes, 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 yes. Endelea, endelea, endelea. Ndio tunamaliza. Endelea. Niletee yule dada huyo wa katikati mwenye nywele, huyo hapa. Nyanyua mikono yako dada. In Jesus, in Jesus, in Jesus, in Jesus. Hayo matukio wanayotengeneza, wewe roho unayetengeneza hayo matukio ili yaonekane yanapita kwenye mapito, ili yaonekane yanateseka na hayo mapito, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa unatapika maisha yake, unayachia maisha yake. Yes, 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 yes. Leo hii, leo hii unaachia, unaachia maisha yake. Wewe achia maisha yake, wewe achia maisha yake, wewe achia maisha yake, wewe achia maisha yake. Kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa hamtamuweka kwenye hilo shimo. In Jesus name, hamtamuweka kwenye hilo shimo. Haya, achia, haya, achia kuanzia sasa, kuanzia leo. Yes, yes. Mshike kifuani, mshike kifuani udada. Kuanzia leo hayo matukio, hayo matukio yanaachia, yanaachia, yanaachia. Dada, wewe maisha yako sio ya kulialia. Kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, wewe roho mwachie, nasema, mwachie, nasema, mwachie, nasema, nimekukamata leo. Mwachie, mwachie, asilie tena, asilie tena, asilie tena, asinyanyasike. Omba, omba, mshike hapa kifuani, mshike.